Shena Mtito TV. Shena Mtito TV. Shena Mtito TV. Rafiki namba moja wa burudani na michezo. Rafiki namba moja wa burudani na michezo. Mabao mawili yaliyowekwa wavuni na Peodo Pacome Zouzoua katika dakika ya 11 na Prince Pumelo Dube katika dakika ya 33 yalifanya Yanga iongoze mabao 2-0 mpaka mapumziko, kabla ya Mwaikenda kuifunga Azam bao la pekee katika dakika ya 81 kwao, na hivyo kuifanya mechi ya Yanga dhidi ya Azam kwa Azam kwa wananchi Yanga kuibuka na ushindi wa mabao 2-1, na hivyo Yanga kwa ushindi huo kupiga hatua zaidi kwenda mbele kuliwania taji la ligi kuu Tanzania bara kwa mara ya 4 mfululizo. Ni kwa sababu baada ya matukio hayo ambayo yameifanya Yanga itimize pointi 67 ikiwa imefunga mabao 64 na yenyewe imeruhusu mabao 10, sasa Yanga iko katika nafasi nzuri ya kutetea taji la ligi kuu Tanzania bara ambayo imetwaa mara 3 mfululizo katika misimu 3 iliyopita, baada ya kuwa mbele kwa tofauti ya pointi 10 ya mtani wake wa jadi Simba anayefuatia katika nafasi ya pili, yeye akiwa na pointi 57. Hata hivyo wekundu wa Msimbazi Simba wana viporo vitatu, yani kuna mechi 3 kabla ya kufikia idadi sawa ya mechi walizocheza Yanga, kwa sababu leo hii Yanga mechi waliocheza dhidi ya Azam imewafanya watimize michezo 25, ili hali Simba wakiwa wamecheza michezo 22. Hata hivyo Simba kama wanashinda mechi zao za viporo zote 3, maana yake watatimiza pointi 66. Yanga itaendelea juu dhidi ya Simba kwa pointi 1. Lakini ushindi wa leo wa Yanga dhidi ya Azam umefanya jambo lingine kubwa kwa Yanga. Nalo ni nini? Ni kwamba imeondoa kibabe katika mbio za kuwania ubingwa. Imeondoa rasmi timu nyingine zote, na hivyo kupitia mbio hizo na timu moja tu ambayo ni watani wa jadi Simba. Kwa sababu mpaka sasa baada ya Azam kufungwa, ambao wenyewe kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara wako nafasi ya 3, ndio ambao kimahesabu kwenye makaratasi ilikuwa inaonyesha bado ana nafasi ya kuwania ubingwa kama ilivyo kwa Simba, kama ilivyo kwa Yanga. Lakini kufungwa na Yanga leo hii kumeifanya Azam sasa iondolewe rasmi katika mbio za ubingwa. Lakini pia timu inayoshika nafasi ya 4 Singida Black Stars, nayo kipigo ilichokipata kutoka kwa Coastal Union mabao 2-1, manake nayo imeondoka rasmi katika mbio za ubingwa kwa msimu wa 2024-25. Ni kwa sababu gani? Tazama katika msimamo wa ligi kuu Tanzania bara, Yanga wana pointi 67 baada ya kucheza mechi 25, bado mechi 5. Simba wana pointi 57, wameachwa pointi 10 lakini wamecheza mechi 22. Ya 3 Azam imeshacheza mechi 26. Yes, mechi 26. Lakini ina pointi 51. Maana yake ni kwamba katika mechi 4 zilizosalia Azam wakishinda zote watapata pointi 2 ambazo pointi 51 walizonazo ukijumlisha na pointi 12, endapo watashinda mechi zote Azam watamaliza ligi kuu Tanzania bara msimu huu wakiwa na pointi 63. Ikumbukwe Yanga tayari ana pointi 67. Kwa hiyo Azam hata akishinda mechi zote zilizobaki bado anakuwa ameachwa pointi 4 na Yanga hii, ambayo kama mechi zake 5 zilizobaki zote ipoteze bado Yanga haiwezi kufikiwa na Azam. Lakini kwa Singida Black Stars yenyewe, Singida Black Stars kama ilivyo Azam nayo imeshacheza mechi 26. Lakini kwa mechi hizo 26 alizocheza Singida Black Stars ina pointi 50. Huwa na pointi 50, halafu imesaliwa na michezo 4 ili kukamilisha mechi zao za ligi kuu Tanzania bara ambazo zinapaswa kuwa 30. Maana yake kama itashinda zote nayo itaongeza pointi 12, ukijumlisha jumla itakuwa na pointi 62 ambazo Yanga wameshazivuka kwa sababu Yanga wana pointi 67. Kwa hiyo Yanga ikipoteza mechi zake zote 5 kwa mfano, alafu Singida Black Stars ikashinda mechi zake zote 4 zilizosalia, bado itakuwa imeachwa na Yanga kwa tofauti ya pointi 5. Kwa sababu hiyo ushindi wa leo wa Yanga dhidi ya Azam umekuwa kimkakati zaidi, kwa sababu imeshaondoa timu ambazo zilikuwa bado kwenye makaratasi zina shauku ya kutaka kufanya maajabu kwa kuwania taji la ligi kuu Tanzania bara, licha ya kwamba haziko kileleni kama ilivyo Yanga, haziko nafasi ya pili kama ilivyo Simba. Na matokeo yake sasa Yanga mshindani wake ni mmoja tu, wekundu wa Msimbazi Simba mnyama. Lakini faida kwa kisaikolojia ni kwamba wameshayacha Simba pointi 10, maana kilicho mkononi ndicho cha uhakika zaidi kuliko kile cha kiporo, kwa sababu ni mpaka ucheze na ushinde. Lakini hata mnyama akishinda hizo baki bado tofauti ni pointi 1 kama nilivyoeleza awali. Lakini
bado ushindani uko mkali utakuwa baina ya Yanga na Simba katika kuwania taji la ligi kuu Tanzania bara msimu huu, kwa sababu tofauti ya pointi moja baina yao inaweza ikawa bado inafanya ushindani uendelee kuwepo mpaka hapo mechi zote zitakapochezwa na hatimaye kujua nani bingwa. Lakini kimsingi mwenendo wa Yanga uko vizuri. Lakini kwenye mchezo wa leo ilikuwa vipi? Yanga ushindi wa mabao 2-1 hakika uliakisi kile ambacho kilionekana uwanjani. Katika mchezo wote kwa dakika zote 90 ni Yanga ndio walionekana wana uhitaji zaidi mchezo kivitendo. Ni Yanga ndio walikuwa kimiliki zaidi mpira, ni Yanga ndio walikuwa kifika zaidi langoni mwa wapinzani wao Azam, lakini ni Yanga ndio ambao walikuwa wanafanya majaribio zaidi ya kufunga, ni Yanga ambao mwisho wa siku wakapata kinachostahili kwa kushinda mabao 2-1. Kubwa zaidi ni kwamba licha ya kutawala katika maeneo mengi ya uwanja, Yanga bado walitawala hata katika faulo, kuashiria kwamba wao waliuhitaji zaidi mchezo huu. Mipira inawezekana ukajiuliza, hapa ni wapi? Hapa ni Kisasa Dodoma, na hii ni Brand Hotel. Je, unatafuta mahali pa kukaa wakati wa weekend au safari zako za kikazi? Basi unapofika Dodoma, ichague Brand Hotel. Ni hoteli ya kifahari, chaguo kamili kwako, yenye mandhari nzuri ya kuvutia. Tunajivunia huduma bora ya malazi, chakula na vinywaji. Utapata free breakfast, free wifi, free swimming pool. Vyumba vyetu ni vya kisasa na vifaa vya kipekee vinavyofanya siku yako kuwa ya kufurahisha na yenye kumbukumbu nzuri. Pia tuna kumbi za kisasa kwa ajili ya shughuli mbalimbali na garden ya kupigia picha. Tunapatikana Kisasa, Dodoma, Tanzania. Fanya booking online kupitia booking.com. Wasiliana nasi kwa simu namba 0773467756. Email brandhotel14@gmail.com. Brand Hotel, tunaamini kwenye ukarimu na huduma bora.